Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Updates TV. Taarifa hizi kem hapa Dubai. Wakati dirisha dogo la usajili likaribia kufunguliwa, tayari nyota mpya wa klabu ya Yanga ambaye ni mshambuliaji Fahad Bayo inaelezwa kwamba yuko Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kukamilisha taratibu zote za usajili na kuweza kujiunga na timu hiyo kwa ajili ya kuanza mazoezi na klabu hiyo. Lakini na kidogo kuweza kufahamu ndani mshambuliaji huyu mpya wa klabu ya Yanga. Sifa kubwa ya Fahad Bayo ni kufunga mabao ya kichwa akitumia vyema kiwango chake cha mita 1.85 ama 6.6, lakini pia akifika kwenye shuti makali anapojiongea kwenye lango la timu pinzani. Kwa sasa Fahad Bayo ni mchezaji huru baada ya kutemwa na MSK Yasko inayoshiriki ligi daraja la kwanza nchini Jamhuri ya Czech, ambayo alichezea mechi 42 na kufunga mabao 8 pekee. Kabla ya kujiunga na Brasco, Bayo alitumikia Ashdod inayoshiriki ligi kuu ya Israeli, ambako katika mechi 41 alizoichezea alifunga mabao 8 huku akipiga pasi moja ya mwisho kumaanisha assist. Kwa katika timu zote mbili amecheza mechi 40+. Brasco amecheza mechi 42 akifunga mabao 8 huku Ashdod amecheza mechi 41 akifunga mabao 8 pia huku akitoa assist moja. Kwa hiyo tunaweza kusema katika jumla ya michezo 80 amefunga mabao katika kwenye magoli 7. Katika timu ya taifa ya Uganda, mchezaji huyo amecheza mechi 21 na kufunga mabao 9, kufunga mabao 8 na kupiga pasi moja ya mwisho kumaanisha assist. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa na ufanisi mkubwa zaidi kuliko kwenye ngazi ya kucheza mechi 40 kumaanisha kama timu ligi ina timu 20 na maanisha ni msimu mzima na mechi kadhaa. Kama timu ni 20 na maanisha kuna game 38, alafu na labda michezo mingine ya kimashindano, hivyo ndio inatumia michezo 40. Lakini kwa hapa kwetu kumekuwa na ligi ambayo kila timu itacheza michezo 30 pekee. Kwa hiyo Fahad Bayo kwa mazingira ya ligi kuu soka Tanzania bara, sijajua kama anaweza akastruggle ama anaweza akafanya vizuri, lakini kulingana na takwimu zake ndio hivyo zinaonyesha kwamba katika michezo 83, lakini tukijumlishia pia michezo 21 ya timu ya taifa ambayo inakuwa jumla ni michezo 104, anakuwa jumla amefunga magoli 24 huku akiwa ametoa assist 2. Magoli 24 na ametoa assist 2, inamaanisha amehusika kwenye jumla ya magoli 26. Amekuwa na mchango wa magoli 26 katika michezo 104. Ni takwimu ambayo kidogo inashtua kwa mshambuliaji ambaye anahitajika clinical finisher, na aina ya mchezaji ambao Yanga wanamhitaji kwa sasa ni mchezaji ambaye akipata nafasi 3 anaweka 2, au akipata nafasi 3 basi anaweka 1. Lakini ukiangalia takwimu za Fahad Bayo kidogo ni za kufikirisha kidogo. Anasema ni mchezaji mwenye uzoefu kutokana na idadi ya klabu alizowahi kuzichezea ndani na nje ya Afrika, ambazo ni MFK Yasko ya Jamhuri ya Czech, FC Ashdod ya Israeli, Bnei Shakin ya Israeli, Budicom ya Zambia, Vipers FC ya Uganda na Proline ya Uganda. Katika vilabu vyote hivyo amepita na amekuwa na uzoefu mkubwa, lakini kwa takwimu za vilabu hivi viwili vya mwisho pamoja na timu ya taifa unaweza kuona kwamba ameshiriki michezo 104 na ameweza kuhusika katika mabao 26. Bado sio takwimu nzuri sana kwa upande wake. Yanga wana washambuliaji
Prince Mpumalele Dube, Kennedy Musonda, Clement Mzize, lakini pamoja na Jan Othos Baleke. Hawa wote wameshindwa kukliki katika msimu huu, mwanzoni mwa msimu, katika michezo hii 11 ambayo tayari klabu yao imeshacheza. Bado hawajaonyesha kuwa na makali yale ambayo wapenzi na mashabiki wengi wa Yanga wanayatazamia ama waliyatazamia mwanzoni mwa msimu. Kwa hiyo Fahad Bayo analetwa katika klabu ya Yanga. Sijajua kama atakuwa moja kwa moja ndio tiba sahihi kwa klabu ya Yanga, hasa katika safu ya ushambuliaji, ama itakuwaje kwa upande wake, ama yatamkuta yale aliyomkuta Joseph Gede au yatamkuta yale aliyomkuta Hafizi Wota Konkoni. Ni swala la kusubiria, lakini dirisha litafunguliwa siku ya Jumapili tarehe 15 Disemba kuelekea katika mzunguko wa pili wa ligi. Na tunakumbuka vilabu havitashiriki michuano ya Mapinduzi Cup. Kwa hiyo vilabu hapa katikati labda pengine vitakuwa na michezo ya kirafiki, huku wachezaji wao wengine wakiwa wamejumuishwa katika timu ya taifa ambayo ndio itakuwa inashiriki michuano ya Mapinduzi Cup. Kwa hiyo watakuwa na mechi za kirafiki, pengine hapa ndio tunaweza tukamuona kiundani Fahad Bayo na kuweza kujua makali yake hasa yako wapi, ikiwemo Yanga ina wachezaji wengi sana ambao tunasema ni playmaker, wachezeshaji wa timu na watengenezaji wapishi wa mabao. Clatous Chota Chama, Stephen Aziz Ki, lakini pia Pacome Zouzoua ni wachezaji ambao wamekuwa ni wapishi wazuri. Max Nzengeli ni wachezaji ambao wamekuwa ni wapishi wazuri, lakini wanahitaji nafasi zao wanazotengeneza zitumike vyema na washambuliaji wanaokuepo mbele katika safu yao ya ushambuliaji. Fahad Bayo anatua Jangwani. Fahad Bayo ataleta kitu gani? Je, atamkuta ya Lazarus Kambole? Je, atamkuta Joseph Gede? Je, atamkuta Hafizi Konkoni? Naamini Yanga wamefanya scouting ya maana kumleta mshambuliaji huyu katika ardhi ya Tanzania na katika jiji la Dar es Salaam na mitaa ya Twiga na Jangwani. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa nyinginezo za kimichezo. Updates hapa ndo kwake.